geni kabisa. Ni vizuri tuelewe pia, je, kuna faida za ongezeko la bei ya mafuta Tanzania na duniani? Sina maana kwamba tunafurahia hayo makali, la hasha, lakini lazima tuwe na upembuzi yakinifu wa kuangalia hivi tunaposema kila changamoto ni fursa. Mimi sasa na wewe na mimi tuangalie fursa zilizopo. Sasa faida mbalimbali zinazotokana na ongezeko la bei ya nishati ya mafuta. Faida namba moja ni faida za kimazingira, environmental benefits. Kutakuwepo na upungufu wa uzalishaji wa hewa hatarishi za kaboni, CO2, carbon dioxide, carbon monoxide, CO, methane, CH4, na zile zinazoitwa kwa ujumla wake greenhouse gases. Tunaelewa kabisa kwamba mama dunia anateseka. Dunia inalalamika, inalia, kuanzia lile tabaka la juu kabisa linaloitwa tabaka hewa, atmosphere. Tabaka hilo linajeruhiwa kutokana na uzalishaji na ongezeko la uzalishaji wa hewa hatarishi ya kaboni inayoharibu lile tabaka la ozoni, O3. Sasa nimesema kadiri ya utafiti niliofanya wa haraka, Tanzania ina takribani vyombo vya moto milioni 90. Na utafiti wangu unapelekea kuonyesha kwamba ongezeko hilo linavyoendelea, huenda hata robo ya vyombo hivi vya moto milioni 90 vikabaki pembeni. Maana yake ukichukulia robo ya 90 ni karibu vyombo vya moto milioni 23 vitawekwa pembeni. Kwa hiyo faida ni kwamba havitazalisha ile hewa ya ukaa inayoendelea kuharibu dunia. Hiyo ni faida inayotokana na balaa, faida inayotokana na changamoto, faida inayotokana na hasara hiyo. Kwa hiyo faida namba moja ni ya kimazingira. Faida namba mbili, faida za kiafya. Ubora wa hewa utaongezeka na hivyo kupungua kwa magonjwa yanayoathiri mfumo wa upumuaji. Pia afya, watu wengi watakuwa fit, katika maana kwamba ile kitu kinachoitwa outdoor pollution, pollution ya nje na indoor pollution. Kuna aina mbili za pollution. Outdoor, magari huko nje, bodaboda, sijui meli, ndege, lakini watu wanapokaa ndani wanapikia, sijui wanapika chakula na mafuta na majiko yanayotumia mafuta, rasilimali ya mafuta, wanapumua pia hiyo. Kwa hiyo afya zao zitaimarika. Faida namba tatu ni faida ya kiubunifu. Wataalamu Kiingereza tunasema innovative opportunities benefits. Yaani kutakuwa na sasa watu wataanza kufikiri kimbadala, watajiongeza ili kuleta ubunifu katika fursa adimu na muhimu za kiugunduzi za kuzalisha magari yanayokwenda kwa umeme, vyombo vya usafiri vya umeme, badala ya kuwa sasa na treni ambazo zinatumia mafuta kwa nchi nzima, kwa dunia nzima. Sasa treni zitakuwa na ugunduzi muhimu, watu watapata machungu. Kwa hiyo akili itajiongeza. Maanake kuna mtaalamu mmoja ambaye alitengeneza pia hizi zinazoitwa iPhones, Steve Jobs. Aligundua kule Silicon Valley Marekani, na akafanya utafiti kwamba wanadamu wengi, 100% wa wanadamu wote duniani hawatumii fursa ya akili walizojaliwa na Mwenyezi Mungu. Hawatumii 3% ya hiyo akili. Nasema kila mmoja angetumia hata 3% tu, hata 2%, dunia ingebadilika. Kwa hiyo hapa ni fursa inayotokana na balaa, changamoto, hasara, ili watu wawe wabunifu. Magari ya umeme, treni za umeme. Kwa hiyo motisha ugunduzi. Naomba hilo lipigiwe mstari na lipigiwe muhuri kwamba tumepata motisha ugunduzi. Tusipotumia hiyo akili, wataalamu wanasema if you don't use your mind you lose it. Tusipotumia akili zetu tulizojaliwa na Mwenyezi Mungu, tulizojaliwa na Ruwa na Ngai na Umukama na Ebeneza na Yawe, tutazipoteza. Hii ni nafasi
ya muda mfupi, wakati na mrefu, kutumia akili tulizojaliwa. Hatujazitumia ipasavyo. Faida namba 4, faida za matumizi ya usafiri wa hadhara, public means of transport. Kuna watu hasa wale wenye uwezo wana magari matatu manne nyumbani kwao, kwenye miji mbalimbali, kwenye vijiji mbalimbali. Kila mmoja akitoka anataka kuonyesha ubabe na umame wake kwamba sisi ni matajiri, tunatoka na gari, kila mtu anatoka na gari lake. Hiyo haiko sahihi. Kwa hiyo kwenye familia moja wapande gari moja. Lakini ugunduzi huo na mabadiliko hayo chanya yapelekee watu pia kutumia magari ambayo ni fuel efficient, katika maana hii ya Kiswahili kwamba yanatumia mafuta kidogo zaidi, kiduchu zaidi, magari banifu, sio tu majiko banifu, lakini magari banifu katika matumizi ya nishati ya mafuta, kupunguza ule ubinafsi na misafara isiyokuwa na tija, misafara isiyokuwa na faida, misafara ambayo ni ya matajiri, ni ya wanasiasa, sijui ni ya harusi, sijui ni ya send-off, sijui ni ya vyama vya kisiasa, sijui ni ya mashirika ya kidini, sijui. Misafara hii inapelekea pia ongezeko la joto duniani, lakini pia ongezeko katika gharama. Kwa hiyo kupungua kwa watu ambao walikuwa wanaenda kwenye shughuli zao za kiuchumi, za kimaendeleo, wanaambiwa wabaki barabarani masaa 2-3, wengine wanachelewa airport kwa vile kuna watu wanapita huko barabarani na wanapaswa kusimama, kwa vile kuna magari 100, magari 50 ambayo yatapita na yanatumia mafuta, yawe ya wanasiasa, yawe ya harusi, yawe ya dini. Basi hiyo ni faida kwamba hayatakuwepo tena. Kwa hiyo watu watawahi kwenye shughuli zao za kimaendeleo, shughuli zao za kijamii, shughuli zao za kiubunifu, shughuli zao za kimaendeleo kwa wakati. Faida namba 5, kutakuwa na ongezeko la usalama wa barabarani. Wazungu wanaita road safety. Road safety, usalama huu kwa namna gani? Kutakuwa na kupungua kwa ajali za barabarani, madereva kupunguza kasi na spidi. Madereva, maafisa usafiri, boda, magari ya serikali, kuna magari ya serikali na private yanayoendeshwa, utafikiri hao watu wasijui wanataka kuwahi wapi, au wanataka ku take off kama ndege. Yana magari, na hasa magari ya siku hizi yanaitwa hybrid cars, ambalo ukikanyaga tu accelerator hivi unatokea speed ya 20 unaingia mpaka 180 hapo baada ya dakika 2. Inaitwa hybrid cars, yanavuta kweli. Sasa hayo sio kitu cha kuchezea wala sio kitu cha fahari. Mengi yamekuwa yakipata ajali kwa vile hakuna discipline barabarani, na watu wengi maisha ya watu, uhai wa watu, maono ya watu wengi yamepotea kutokana na ajali ambazo hazikuwa za msingi barabarani, alafu mwisho anapowapeleka kanisani au sijui wapi asema kazi ya Mungu haina makosa. Hiyo sio kazi ya Mungu. Mungu hatuhitaji tuende kwake mapema hivi. Lazima tufulfill, tukamilishe wajibu wetu hapa duniani. Kila mmoja akamilishe wajibu wake, na sio kusababisha ajali barabarani na kusema kazi ya Mungu haina makosa. Sidhani Mungu anatuhitaji tuende kwake mapema kiasi hicho. Hana mashamba ya mahindi ya kwenda kupalilia, wala hana viwanda sivyo vya kwenda kufanyia kazi. Kamilisha kazi yako ili tuweze baadaye. Ndio maana tumeumbwa tumjue Mungu, tumpende, tumtumikie na kutumikia jamii kiuchumi, kimaendeleo, kisiasa, kidini, alafu mwisho tunaenda kwake. Lakini sio watu wanapata ajali hapo ya meli, ya ndege, sijui ya magari, ya malori, ya bodaboda, alafu mnaenda kanisani kwa mazishi mnasema kazi ya Mungu haina makosa. Hiyo si ya Mungu. Hiyo ni ya uzembe. Kwa hiyo spidi katika uendeshaji zitapungua. Pia safari zisizo na lazima. Kuna watu tu vijana wa mtaani sema misele. Watoto wa matajiri wanatoka wanaenda kupiga misele Jumapili, Jumamosi na magari yao, kuonyesha magari yao. Mimi na Mercedes Benz E-Class, C-Class, Elegant Class na BMW, nina Chevrolet. Sasa hizo safari hizo zisizokuwa na tija, ambazo ni hatarishi na haribifu kwa mazingira, kwa afya, zitapungua. Kwa hiyo ni faida. Pia kupungua kwa
hizo ajali ambazo nimesema, ajali za bodaboda zitapungua, ajali za haisi zitapungua, ajali za magari ya serikali zitapungua, ajali za mabasi na magari yote ya private na public zitapungua kwa Tanzania. Na faida ya mwisho ya sita, faida ya utunzaji wa barabara zetu, hasa barabara zile zinaitwa highways, kutokana na kwamba magari machache hasa malori ambayo yanaongeza uzito hayatapita kule. Hao wamiliki wa hayo malori makubwa, mabasi makubwa hawataweza kuyarun. Kwa hiyo barabara zitadumu, badala ya kuharibika kila baada ya miaka mitano, zitaharibika baada ya kila miaka 10. Kwa hiyo ni faida kwa serikali na kwa faida kwa wananchi ambao ndio watozwa kodi wanaochangia kwa kodi zao kutengeneza barabara za Tanzania, lakini wanaochangia pia kwa mikopo ambayo watakuja kulipia baadaye kwa hizo barabara. Nini kifanyike? Na ingia sehemu ya 4. Tumeanza na utangulizi, tukaona Biblia inasema nini kuhusu rasilimali hiyo ya mafuta, tukaona Kumbukumbu la Torati, tukaona pia Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 25 mstari wa 1 hadi wa 8, pale wanaposema wale wanawali 10 wenye busara wakachukua mafuta, yalikuwa ni mafuta hayo, taa zao zikaendelea kuwaka, wengine wakaishiwa mafuta. Hiyo tunaileta leo hii, watu wengine wataishiwa mafuta. Lakini pia tumeona faida, hasara nyingi, na niseme sio hasara, zitadumu hata kwa miaka 50-60 itakayokuja kwa dunia na kwa Tanzania. Tukaona pia faida za kiafya, faida za miundombinu, faida za mazingira, matumizi ya usafiri wa hadhara, faida za road safety na kadhalika. Uhai utalindwa zaidi. Nini kifanyike? La kwanza, Watanzania wanapaswa kubadilika na kuachana na dhana ya utegemezi hatarishi wa nishati mafuta. Tutumie public transport, tutumie baiskeli. Mimi kwa wale wanaonifahamu, nikienda mjini kama sina vitu vya kuchukua mjini na gari, ninaenda mjini madukani au wapi kwenye taasisi fulani, huwa naenda kwa miguu. Ni afya, unapunguza gharama za mafuta. Kwa hiyo tuachane na dhana kwamba unapopanda gari unaonekana wewe ni wa maana zaidi. Kumbe yule anayetembea ndio wa maana zaidi. Turejee balozi wa Denmark Tanzania. Balozi wa Denmark Tanzania, kwa wale waliona clip, alikuwa anaenda ofisini kwa baiskeli. Ameenda kukabidhi ofisi baada ya miaka 14 ya kufanya kazi, sijui ni ngapi au minne, Dar es Salaam kwa baiskeli. Rejea waziri mkuu wa Uholanzi. Waziri mkuu wa Uholanzi anaenda ofisini kwa baiskeli. Si maskini, lakini ana utambuzi na uelewa wa faida ya kwenda na baiskeli, kimazingira, kiafya, kimiundombinu na kadhalika. Namba 2, nini kifanyike? Way forward. Tuachane na mfumo wa kushabikia magari ya bei za juu. Watu wanajidefine, wanajionyesha kwamba ni wa maana, ni VIPs, wawe wa siasa, wa serikali, private, matajiri wa business na kadhalika, kwa aina ya magari wanayohodhi. Hiyo ni dhana hatarishi. Hiyo ni dhana ambayo inaharibu pia mazingira. Kwa hiyo binadamu alioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, hata ukiwa na ndege, wewe unafanana na yule ambaye hana hata baiskeli. Nini kifanyike? Namba 3, serikali iweke kitu kinachoitwa kodi za karboni, carbon taxes, special taxes on fossil fuels, kadiri ya carbon content. Yaani kama gari linavyoendelea au chombo kinavyotoa hewa ya ukaa, na wameelezea vizuri sana kwenye hii Victoria Transport Policy Institute kule Canada. Yaani kuna aina mbalimbali za mafuta. Kuna diesel inayotoa, kuna mafuta ya diesel yanayotoa chembe hatarishi kuliko diesel ya aina nyingine. Wewe unayetumia diesel category fulani upigwe tax, kodi, kwa vile wewe unaharibu zaidi. Petroli hivyo na kadhalika. Lakini kuwe na motisha kwa wale wanaonunua magari ya aina mbili, magari ya umeme na magari ya gesi. Hao hata kama ni zile fedha za kulipia
nini zile import duties na taxes. Serikali ijaribu na bunge lifikirie hiyo, kuweka hamasa kwa wabunge, kwa watu wa serikali watakaoagiza magari ya gesi na magari ya umeme. Tuachane na magari haya ya mafuta. Sio tu kwa serikali, hata taasisi binafsi, taasisi za kidini na kadhalika. Nini kifanyike? Namba 4, kuna ongezeko la jamii na makanisa na misikiti yenye waamini na wadau walio na afya bora zaidi watakuwepo. Kwa nini? Watakuwa ni jamii ambayo ina afya inayotembea. There is, yani, kutakuwa na ongezeko la jamii ya watu wenye afya. There will be a growing number of a healthy working community. Yani watu wengi watakuwa wana nini? Wanatembea, wanaenda msikitini, wanaenda kanisani, wanaenda maofisini. Hawa badala ya kufa baada ya miaka 2 watakufa baada ya miaka 10-15. Afya zao, cholesterol itashuka, moyo utadunda vizuri zaidi. Kwa hiyo ni faida. Ni vizuri tukaangalia kwa hilo. Nini kifanyike? Namba 5, kutakuwa na fursa za kuwa na kitu kinachoitwa smart growth policies, sera njema na ambazo ni smart, hasa katika utekelezaji wa zile zinazoitwa malengo 17 ya maendeleo duniani, the 17 sustainable development goals Tanzania. Matumizi mbalimbali ya ardhi na watembea kwa baiskeli. Ukiangalia nchi ya Uholanzi kuna watu wengi wenye baiskeli kuliko magari. Idadi ya magari Uholanzi ni chache kuliko baiskeli. Idadi ya magari Tanzania ni kubwa, yani magari na bodaboda na vyombo vya nini ni almost zaidi ya Tanzania, idadi ya Tanzania. Kwa hiyo kuna hiyo pollution, kuna hizo athari, na ni za muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Kwa hiyo kutakuwa na kitu wanachokiita bikeable communities. Watakuwa waenda kwa baiskeli wengi, na mimi na baiskeli. Sasa shida ni barabara. Nchi za wenzetu wameweka sera, nimeona Uswisi, kila kwenye highway, kila kwenye barabara kuna sehemu ya waendesha baiskeli, na hutakutana na bodaboda wala na bajaji kwenye hiyo sehemu yako. Unaweza kutoka hapa kwenda Arusha kwa baiskeli, hakuna kinachokugusa. Hata kama hujui kuendesha utaenda tu. Long term tukipata hiyo sasa hiyo ubunifu, na serikali ikawa makini kuwekeza kwa ajili ya miaka 50, 60, 70, 100, 200 ijayo, waanze kutengeneza barabara ya waendesha baiskeli kutoka Kimara mpaka Kurasini, kutoka Bunju mpaka sijui wapi, kutoka Bagamoyo mpaka Chalinze, waendesha baiskeli. Hilo lazima lianze kufikiriwa, lina faida kuliko magari. Kwa hiyo ni hiyo iko Uswisi, Uholanzi, Denmark, Ujerumani, nimeona nchi mbalimbali za Ulaya nimeona. Nini kifanyike? Namba 6, faida ya car sharing. Sasa badala ya mtu kupanda tu gari lake, mume anachukua V8 yake, mke anachukua V8 yake, mtoto sijui shemeji wanaenda kazini, wanaenda kwenye shughuli mbalimbali za kibiashara, gari liwepo moja. So car sharing culture, utamaduni wa kutumia vyombo vya usafirishaji salama kwa pamoja utakuwa. Sasa hivi kila mmoja anajionyesha na anajishobodoa kwa kuwa na gari lake peke yake na kuweka wanaita nini kile, kishoka. Kwa hiyo mimi kama weki kishoka ameweka tented, basi huyu ni kama mungu fulani kwenye gari lake, na wengine huko nje basi ni sio watu. Kwa hiyo utamaduni huo wa kushare usafirishaji utatokea hapo, na wanadamu watakuwa karibu zaidi. Kuna watu hawaongee na wengine kwa vile kwenye kompyuta yuko peke yake, kwenye V8 yake yuko peke yake, kwenye BMW yuko peke yake. Kumbe angeshare usafiri huo na wengine, kungekuwa na usalama zaidi na ubinadamu zaidi. Leo hii kuna kitu kinachoitwa empathy fatigue. Watu wamevamiwa na saratani na virusi vya kukosa huruma kwa wengine.
huruma kwa wengine. Ukiteseka watu na wao shughuli yako. Nini kifanyike? Namba 7. Kuna fursa kubwa ya kuplan reforms, mageuzi ya uhakika katika kuachana na utegemezi wa nishati ya mafuta. Kuwepo na sera safi za kisiasa, sera safi za kisayansi, za kielimu, za kitaaluma, za kimkakati, hasa kwa muda wa kati na muda mrefu. Nimalizie kwa kusema tu kwamba tusilalamike mno mchana na usiku. Watanzania wengi na Waafrika wengi tuna PhD na uprofesa wa kulalamika. Tuna PhDs na uprofesa wa kulalamika. Badala ya kulalamika, tutafute suluhu, tutafute majibu, tutafute majawabu ya muda mfupi, muda mrefu na muda wakati na muda mrefu. Tusiendelee kulalamika tu. Tulalamika ndio inatuumiza wote. Tusilalamike tu, na wasema tu, kutokana na ongezeko la bei ya mafuta Tanzania na duniani. Dunia inatuita tuone, tufungue macho, tuone pia fursa zinazotokana na hilo. Kule Canada hii sera wamesema hivi, appropriate responses to rising fuel prices. Na wameweka kichokoo hapa, wanasema raise my prices now. Pandisha hizo bei sasa hivi nipate pia faida. Sisi hatuwezi hivyo, sio njia ambayo imeendelea. Wengi ni waathirika na tutaendelea kuwa waathiriwa wa hasara hizo. Basi tumuombe Mungu bei kwa upande mmoja zisiendelee kuongezeka, lakini zinapoongezeka tuone pia fursa adimu na muhimu za ongezeko hilo kwa mustakabali wote wa afya za Watanzania, wa miundombinu ya nchi ya Tanzania, wa jamii za Watanzania, wa uchumi wa Tanzania na maisha yote, sio wa Tanzania tu bali ya dunia nzima. Asanteni.